mwaka uliopita katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia kunyenyekea sana katika hii madhabahu kwa sababu ya kupatiwa nafasi kudumu katika hii madhabahu. Siwezi nikaona ni kama jambo la kawaida. Kwa hivyo Baba, nashukuru sana kwa ajili ya kunipatia nafasi kuminister katika hii madhabahu siku ya leo. Naamini ya kwamba vile Baba amenituma mahali hapa, maisha ya mtu ataenda kuwa ya kawaida tena. Na nyota ya mtu itaenda kurejeshwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na ule ujumbe ambao Mwenyezi Mungu amenipatia, it is restoration of your star. Restoration of my star. Bwana Yesu asifiwe. Mimbi, nyota yako ilizimwa, nyota yako iliibiwa. Your star may be manipulated. Lakini natangazia mtu kana kwamba mwaka huu utaregeshewa nyota yako katika jina la Yesu Kristo. Adui yoyote aliyemanipulate nyota yako, mchawi yoyote aliiba nyota yako, natangaza ya kwamba siku ya leo inaenda kuregeshwa katika jina la Yesu Kristo. So today we are dealing with the restoration of our stars. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapo awali alikuwa mhuduma, lakini saa hii hiyo nyota iliibiwa. Maybe iliana divina, lakini nakuhakikishia kwamba siku ya leo haijalishi hata kama inabii wa uongo, aliyeiba nyota yako na utangazia kwamba siku ya leo inaenda kurejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Wengine tulikuwa na nyota ya kuwa na mali, tulikuwa na nyota ya kuwa matajiri, tulikuwa na nyota ya kuwa na pesa, na huenda iliibiwa. Lakini natangazia mtu kana kwamba siku ya leo nyota yako inaenda kurejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni nani ambaye huyo aliiba nyota yako, lakini siku ya leo inaenda kurejeshwa. Mhubiri 10 verse 5, Mungu anasema ya kwamba kuna uovu amegundua hapa duniani, na hiyo uovu unasababishwa na watawala wakuu na wenye nguvu, kwamba wakumbavu wanapatiwa kazi na madaraka ya juu. Unaona ya kwamba ile maisha unakaa sio maisha yako, unakaa maisha ya kuhangaika. Ni kwa sababu kuna mtawala mahali aliyekuibia nyota. Nimekuja tangazia kwamba siku ya leo mtawala yote ambaye aliyeiba nyota yako, tangaza kwamba siku ya leo tunaenda kumfamia kwa moto. Tangaza kwamba siku ya leo tunaenda kumkamata. Atangaza ya kwamba hatakuwa na uwezo tena na hatakuwa na nguvu tena juu ya maisha yako, kwa maana siku ya leo nyota yako inaenda kuregeshwa. Bwana Yesu asifiwe. The year 2026 utakuwa na nyota yako. Hakuna mtu anatumia nyota yako kwa faida yake mwenyewe. Tumekataa hiyo siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu ambaye atatumia nyota yako kujiendeleza kimaisha tena. Tumekataa, na ndio tunatangaza kwamba siku ya leo lazima urejeshewe nyota yako katika jina la Yesu Kristo. So alisema ya kwamba kuna uovu aliona hapa duniani, na hiyo uovu ulikuwa unasababishwa na kina nani? Anasema ya kwamba huo uovu ulikuwa unasababishwa na watawala. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni mtawala wa aina gani huyo ambaye aliyekuibia nyota yako, lakini siku ya leo hiyo nyota itaregeshwa. Maybe unajisikianga na kwamba unaweza kuwa na biashara, lakini hiyo kitu iliondolewa. Maybe ulikuwa na biashara ikabilisika. Dada yangu, kaka yangu, sika na kwamba au kuwa na nyota ya biashara. Ni mtu ambaye alikuja kwa biashara yako ukampatia change, akaenda na nyota yako ya biashara. Ajalishi ni nani huyo aliyekamata nyota yako ya biashara. Natangaza ya kwamba siku ya leo popote ulipo nyota yako inaregeshwa ya biashara by fire by power in the mighty name of Jesus. Huenda ni msomi ananipata siku ya leo, huenda nyota yako ya masomo iliibiwa, ulibadilishiwa nyota yako ya masomo. Ndio naona ulikuwa unaongoza darasani, lakini saa hiyo uongozi tena. Ulikuwa na hamu ya kutaka masomo, ulikuwa na hamu ya kutaka kusoma, lakini hiyo kitu imeondolewa. Hata unaambia mama, mimi sitaki kuenda shule tena, hata sijisikii kuenda shule. Ni kwa sababu kuna mwanafunzi ambaye aliyechukua kitabu yako akaenda aka-exchange nyota yako ya masomo. Natangaza ya kwamba huyo ambaye alibadilisha nyota yako ya masomo, siku la tangaza ya kwamba chuma chake kiko motoni. We are setting them on a fire by power in the mighty name of Jesus. Na siku ya leo nimekuja tangazia kana kwamba nyota yako inaregeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine nyota ya ndoa huenda imeibiwa. Ndio unaona ya kwamba walikuwa kwa ndoa na ukatoka.
Na hata haujui ni nini ambaye hiyo ilikutoa katika ndoa. Bibi ni mtu ambaye aliona ya kwamba unaendelea vizuri katika ndoa, unakaa na amani katika ndoa. Ndio unaona saa hii ndoa zingine ziko na kisirani, ndoa zingine hazina amani. Maybe hapo awali kulikuwa na upendo, lakini saa hii huenda hakuna upendo. Ni kwa sababu nyota ya ndoa ilienda. Wewe ambao uliibiwa nyota ya ndoa, nimekuja natangazia kwa kwamba siku leo nyota yako inarejeshwa by fire by power in the mighty name of Jesus. Aha. Mhubiri 10 mstari wa 5. Kuna uovu niliogundua hapa duniani. Uovu unaosababishwa na watawala. Kwamba wapumbavu wamepewa kazi za madaraka ya juu. Na matajiri wamenyakua nafasi za mwisho. Nimeona watumishi wamepanda farasi na wakuu wanatembea kwa miguu kama watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu ambao nyota zimebadilishwa. Hata ile maisha unakaa saa hiyo uipendi. Unasema kwamba kama ningeshikiwa hii maisha singekaa, lakini sio kupenda kwako. Ni nyota yako ilibadilishwa, lakini siku leo inarejeshwa katika jina la Yesu Kristo. What is restoration? Restoration is the action of returning something to a former owner. Restoration is the action of returning something to a former owner. Kuna mtu ambaye nyota ilikuwa yake na ikaibiwa na ikaenda. Kwa hivyo yule ambaye anatumia hiyo nyota sio yake. The action of returning something to its former owner. Bwana Yesu asifiwe. Kama nyota ya utajiri ilikuwa yako, unarejeshewa siku ya leo. Kama nyota ya mali ilikuwa yako, natangaza ya kwamba unaenda kurejeshewa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ni nani aliyeiba, haijalishi ni nani aliyekamata, ni kwa sababu nyota inaweza ikashikwa. A star can be held. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ya mtu inaweza shikwa. Waseme ya kwamba sisi hatatumia nyota yake, lakini tutaishika. Haita wewe msaidia, lakini siku ya leo kila mkono wa mtu muovu ambao umeshika nyota yako, huyo mkono mahali ulipo unaanza kuungua na moto. Huyo mkono mahali ulipo unaanza kuchomeka. Kila mkono wa mchawi, kila mkono wa mlozi ambaye amekamata nyota, huyo mkono mahali ulipo uanze kuchomeka na moto, uanze kuteketea, uanze kuteketea, uanze kuteketea, na nyota yako iachiliwe in the mighty name of Jesus. Yes, tunaregesha kwako katika jina la Yesu Kristo. Nyota inaweza ikabadilishwa. Ukuwa ulikuwa na nyota ya utajiri, ya kuwa na mali, lakini mtu anaweza kuona ukiwa na nyota na abadilishe, akuwekee umaskini, akuwekee madini kwako. Ni kweli unampenda Mwenyezi Mungu, lakini madini imejaa kwako. Ni kweli unampenda Mwenyezi Mungu, aibu imejaa kwako, hata kupata chakula imekuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye aliona ukiwa na nyota ya mali. Ndio wengine mlikuwa na mifugo, ulikuwa unajua kazi yako ilikuwa inajaa mbuzi, ilikuwa inajaa kondoo, ilikuwa inajaa ng'ombe, lakini sasa uliuza zote, hauna kitu. Wewe hata kuwa unajua ati kukaa bila pesa, pesa yako ilikuwa inakaa 10,000, na hata hiyo ikipaa pale uko na zingine. Lakini sasa hii umeingia kwa puliza, umeanza kupuliza, umeingia kwa mshwari, yani roho ya madini imekuandama. Ni kwa sababu kuna mtu ambaye amebadilisha nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. Nyota inaweza ikazimwa. Nyota ya mtu inaweza ikazimwa kwa kwamba uko na nyota. Maandiko yanatuambia kwamba sisi ni mwanga wa ulimwengu. Kwa hivyo wakati ambao hauna nyota yako na imezimwa, hauwezi ukaangaza. Ungekuwa wewe ni mhubiri na kana mhubiri mazuri sana, lakini nyota ikiwa imezimwa, hakuna mtu ambaye atapenda kuzihusisha na huduma yako. Ni kwa sababu nyota imezimwa. Lakini siku ya leo inaenda kuhakishwa tena. Nyota yako inaenda kuwa na mwangaza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ya mtu inaweza ikazikwa, ikazikwa kwa mashimo, ikazikwa kwa makaburi. Na ndio unaona watu wachawi wanapenda kuchota michanga ya watu sana. Wanaweza chukua nyota yako,
waende wakazie katika kaburi. Lakini siku leo kile kaburi ambao imezikwa nyota yako, hiyo kaburi inawaka moto. Hata kama ni shimo ambao imezikwa nyota yako, hiyo shimo inateketea na nyota yako inawachiliwa siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Restoration is the act or process of returning something to its original condition by repairing it. Restoration is the act or the process of returning something to its original condition by repairing it. Kuregeshewa ni ile hali ya kuregesha kitu, ile hali ambayo ilikuwa tunaitengeneza upya. Ni kweli imegongwa, ni kweli imebondwa, lakini siku ya leo nyota ya mtu inaenda kutengenezwa upya katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao walikuzimia usisome, nyota yako inatengenezwa siku ya leo, utaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao nyota ya pesa ilienda, inaenda kutengenezwa siku ya leo, na nyota ya pesa inakuwa sehemu yako katika jina la Yesu Kristo. Key point to recover your star. Point number 1, love God. Kama unataka nyota yako iregeshwe siku ya leo, penda Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Love God. In the book of 1 Kings chapter 3 verse 3. Key point to recover your star. Ni kweli hapo awali huko unakopa. Hiyo inamaanisha na kwamba nyota yako iliibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo kama unataka siku leo hiyo nyota ya utajiri ulikuwa nayo, kama hiyo nyota ya pesa ulikuwa nayo ipate kuregeshwa, penda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kupenda Mungu ni kutii sheria zake. Kupenda Mungu ni kumtumikia. Useme ya kwamba mimi nitampenda Mwenyezi Mungu na moyo wangu wote. Nitamtumikia Mwenyezi Mungu na moyo wangu wote. Hakuna siku ambayo lazimishwa nipate kuenda ibada, lakini mimi nitajiamulia, nitampenda Mwenyezi Mungu. Itasimamisha kazi yangu. Kazi yangu itasimamisha niende kwa madhabahu nikamwabudu Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kama anawapenda wanaomwabudu ndani ya roho na ndani ya kweli. Hauwezi kuwa na nia mbili. Kuna vitu ambavyo unafikiria za kwako na unaweza sema ya kwamba mpenda Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mtu ambaye ameamua kumpenda Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu anamtumikia katika roho na katika ukweli. Mimi nakuambia mwaka huu, the year 2026, mama unayenipata, tazamaji unayenisikiliza siku ya leo, mimi nakuambia kana kwamba siku ya leo umwabudu Mwenyezi Mungu katika roho na katika ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Love God. Kuwa mtu wa kumpenda Mwenyezi Mungu. Unaweza acha shughuli zako na ushike kazi ya Mwenyezi Mungu. Unaweza acha mambo yako iharibike, lakini useme ya kwamba wacha niende kwa madhabahu nimshukuru Mungu. Amenilinda usiku mzima, amelinda watoto wangu, amelinda familia yangu. Wacha niende kwa madhabahu. Na unapofika hapo kwa madhabahu, unambondeka mbele za Mwenyezi Mungu, unamwabudu katika roho na katika kweli. 1 Kings chapter 3 verse 3. Solomoni alimpenda Mwenyezi Mungu, akazingatia maagizo ya Daudi baba yake, ila tu naye ilimbidi kutoa tabiko na kufukuza ubani vilimani. Amen. Suleimani naye akampenda Bwana, akienda katika sheria za Daudi baba yake, ila alikuwa anatoa dhabihu na kufukuzia ubani katika mahali pa juu kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hautampenda Mwenyezi Mungu na ukose kujinyima wakati wako. Hautampenda Mwenyezi Mungu na ukose kujinyima mali yako. Bwana Yesu asifiwe. Suleimani maandiko inasema ya kwamba alimpenda Mwenyezi Mungu na alifuata sheria za baba yake Daudi. Kama utampenda Mwenyezi Mungu, utafuata sheria zake. Na hapo ni kwa sababu umempenda, utatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Proverbs chapter 8 verse 17. To our key point, recover our star. Inajua unatamani
uregeshewe ile hali yako ya hapo zamani, ambao ulikuwa wewe ni mbaye hujui kukopa ni nini. Ulikuwa mama ambaye kusomesha watoto wako au kunaangana, na ni kwa sababu nyota yako iliibiwa. Unatamani siku ya leo upate kuregeshiwa hiyo nyota. Kitu ya kwanza, key point, nimekwambia ya kwamba you should love God. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu siku ya leo utampenda Mwenyezi Mungu na utamtumikia na utafuata sheria zake katika jina la Yesu Kristo. Proverbs 8:17. Na wapenda wale wanaonipenda. Wanaonifuata kwa bidii unipata. Mungu anasema ya kwamba anawapenda wale wampendao. Na wale ambao mtafuta kwa bidii umpata. If you love God, God is going to restore your star. Kama utajamulia leo kumpenda Mwenyezi Mungu, Mungu ataweza kuregeshea nyota yako. Ni maombi yangu siku ya leo uamue kumpenda Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu Mungu anasema ya kwamba anawapenda wale wanaompenda. Bwana Yesu asifiwe. Point 2. Be a person of worship. Enda kumwabudu Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo utakuwa wewe sio mtu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu pale maandiko yametuambia kwamba Mungu anawapenda wale wanaompenda. Kama wewe sio mtu wa kumpenda Mwenyezi Mungu na uweze ukamwabudu Mwenyezi Mungu, basi haitakuwa rahisi Mungu kuregeshea nyota yako. Hiyo nyota akikuregeshea kwake itakuwa faida na nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tunasikia tunaomba tukimwambia Mwenyezi Mungu, Mungu nibariki na pesa, Mungu nibariki na mali. Ukinibariki na mali nitanunua maploti, ukinibariki na mali nitafanya hivi na hivi. Lakini katika hiyo maombi yako hakuna sababu moja ya Mungu akikubariki utamfanyia nini. Bwana Yesu asifiwe. Tunashughulisha mambo yetu ya kwanza, lakini hapo hakuna moja ya Mungu. Maybe unaomba ukimwambia Mungu ukinibariki nitaweka tasi kwa hiyo kanisa. Mungu ukinibariki nitasimama na mtumishi wako. Hiyo maombi wanga ni rahisi kwa Mungu kujibu. Yes, akikubariki, kwa hiyo baraka atakubariki nayo iko na faida yake hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe. If you need God to restore your star, be a person of worship. Another point, key point to recover your star, have right association. In the book of 1 Corinthians 15 verse 33, msidanganyike. Urafiki mbaya unaharibu tabia njema. Right association. Marafiki zako ni akina nani? Yes, you want God to restore your star. Marafiki zako ni watu wa mushene. Marafiki wako ni watu wa kusengenyana. Marafiki wako ni watu ambao hawaendi kanisani. If you want God to restore your star, have right association. Bwana Yesu asifiwe. Jitangulia marafiki wako mwaka huu ni akina nani? Ni wale ambao wanaongea vile uchumi huko, ama ni wale watu ambao wanapenda kuongea mambo ya Mungu, ama ni wale watu wanaongea mambo ya wengine, wamejawa na wivu. Akiona huyu anaendelea, wewe marafiki zako ni hawa watu wanasema kwamba anapenda kujionyesha, anaona ya kwamba ni yeye anaendelea sana. Kama marafiki wako watakuwa wa namna hiyo, Mungu hawezi kukuregeshea nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. But if you are going to have right associated this year, God is going to restore your star. Najua ni unaomba sana, ukimwambia Mungu niregeshe, Baba naomba uniregeshe. Nilikuwa mtu wa kuabudu, nilikuwa mtu Jehova ajili wa kuwa na mali hapo awali, lakini zote Baba zimeibiwa. Nilikuwa mhubiri Baba, na nyota ilienda. Na nyota ikienda tunaweza kuwa mhubiri, uache kazi ya kuhubiri uende ukaajiriwe. Ni kwa sababu nyota imeenda. Unaweza kuwa ni mwimbaji sana, lakini nyota ikiibiwa ama nyota ikibadilishwa, hautaki tena kumtumikia Mwenyezi Mungu, hautaki tena kuzishika na hiyo madhabahu, unajipatia shughuli za kwako. Usiamulie mwaka huu useme ya kwamba I'm going to have right association. Na Baba, sasa mwaka huu nimebadilisha marafiki. Mimi marafiki wangu walikuwa watu wa wivu, marafiki wangu walikuwa watu wa mshene, marafiki wangu walikuwa watu wa kusengenya watu, lakini mwaka huu Baba nimeamua mimi nikuwa na right association. Bwana Yesu asifiwe. Another point, be a person of altar. Kuwa mtu wa madhabahu. If you want God to restore your star,
Leviticus 6 inasema ya kwamba tusiache moto wa madhabahu kazimika. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo inasema ya kwamba kila siku na kila asubuhi kuhani ataweka kuni katika yule madhabahu, ndiposa moto uzidi na kuwaka. So kama utakuwa mtu wa kuinua madhabahu this year, God is going to restore your star. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe ndiye kuhani wa madhabahu yako, ni jukumu lako ujipangie mwaka huu utakuwa ukitoa dhabihu namna gani. Ni kweli mtumishi wa Mungu wa kiroho alituambia kwamba tulikuwa na personal altar this year. Mama, ukiamka usiku ukiomba hiyo dhabihu ambayo ukiomba, toa dhabihu hapo, unaendelea kuchinulia madhabahu. Lakini usiwe mtu wa kutoa sadaka sandi peke yake. Wachawi watakushinda, walozi watakushinda. Mchawi aenda ainue dhabihu kwa mganga, aseme ya kwamba nafunga nyota ya huyu asija akobiri, na kwa kishia ni ukweli itafungwa. Ni kwa sababu that is a principle. Alienda akainua madhabahu. So if you want your star to be bright, if you want your star to shine this year, kuwa mtu wa kuinua madhabahu. Ukiomba unaweka sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa madhabahu unaweza kuwa hata hauna pesa, lakini kuna mayai iko pale, kuna kuku iko pale. Unasema kwamba sina pesa, lakini mimi every time I go to the altar nitakuwa nikichunia madhabahu. Maybe unasema ya kwamba leo sitafungua biashara yangu. Hata maandiko yanatuambia kwamba Romans chapter 12 verse 1-2, tutolee Mwenyezi Mungu miili yetu kama dhabihu iliyo hai. Useme ya kwamba biashara yangu sitafungua leo, nitaenda kwa hiyo madhabahu. I'm going to give my life, I'm going to give my body as a living sacrifice. Nitaenda kwa madhabahu. Nami Mungu, ile siku nitakuwa nikiwa kwa madhabahu, nikiwa naenda hapo Baba ukuabudu tu peke yake, na mimi Baba hiyo siku nihesabiwe nimetoa 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Yes, you can make your altar powerful through your commitments in the altar. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza jiamulia madhabahu ndio hii madhabahu, I will be there. Mimi nitakuwa nikinyaka hiyo madhabahu kila siku 1 hour nitakuwa pale. That commitment is going to make your altar powerful. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi hatuna commitment na madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Hatuna commitment na madhabahu zetu. Hata unakumbuka kama kumbe ndio alikuwa anaenda kanisani. Hata unajipanga, unastukia tu, unatoa tu sadaka ile tu unajisikia unaweza ukatoa. Lakini mtu ambaye ako prepared, amejitengeneza, akitoka nyumbani akaambia Mungu, na hii dhabihu yangu ninapoenda kuziishi hiyo madhabahu, Baba, na mimi nisikose financial breakthrough. Baba, nisiwe ukiwa na pesa, pesa yangu ziwe ikosa pesa. Bwana Yesu asifiwe. If you want God to restore your star this year, be a person of altar. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Suleimani maandiko nasema ya kwamba alikuwa mtu wa kuinua madhabahu. Alikuwa anainua madhabahu every time and then. Na alipokuwa mtu wa kuinua madhabahu, ndiposa Mungu aliongea. Wakati ambapo utinulii madhabahu, ni kweli unaomba, lakini wewe haunii madhabahu. Wakati Suleimani alipokuwa anainua madhabahu mbele ya Mwenyezi Mungu, siku moja Mwenyezi Mungu alimtokea kule kwa ndoto, akamuuliza, nimeona uaminifu wako, nimeona zile dhabihu wangu natambikia. Suleimani, unataka nikufanyie nini? Unataka nikutendee nini? Suleimani aliomba hekima. Na hapa Mungu akazidi kumwongezea na utajiri na mali. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu alikuwa mtajiri kama Suleimani. Na yeye hakuwa anaangalia, atunasema kama si jana nilitoa, si nikitoa leo nitaishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe huyo mtu ukisema kwamba si jana nilikuwa pale nikatoa dhabihu. Bila unaendelea kutoa dhabihu, ndio moto wako wa madhabahu unazidi
Mwenyezi Mungu. Amen. Kama ni mtu akupenda kupatia watu, hauwezi ukakaukiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. First Kings 3 verse 4 to 5. Wakati mmoja Solomoni alikwenda kutoa dhabihu huko Gibeoni, maana palikuwa ndipo mahali maarufu pa ibada. Ilikuwa ni kawaida ya Solomoni kutoa maelfu ya sadaka za kuteketezwa katika madhabahu hiyo huko Gibeoni. Mwenyezi Mungu alimtokea Solomoni katika ndoto usiku, akamwambia, omba chochote nami nitakupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mwenyezi Mungu alimtokea? Ni kwa sababu ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Restoration of your star. Atakuwa tunaangalia key point to recover your star. Point ya mwisho, hapo emenda. Kuwa na mtu ambaye anaweza kuambia ya kwamba anaweza kuombea. Hebrews 13:17 nasema ya kwamba wao uchunga roho zetu usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo emenda ambaye anaweza kuona siku hizi au endelee vizuri. Anaanza kuambia kwamba fulani kuna kitu ambacho inakusumbua. Ulikuwa unachangamka kumtumikia Mwenyezi Mungu, lakini sasa hivi unatumikia Mwenyezi Mungu ukiwa na ulegevu. Hiyo roho ambayo inakusumbua inaikemea katika jina la Yesu Kristo. Wewe uko na menda ambaye anaweza kuambia kwamba siku hizi unaendelea vibaya. Wewe uko na menda ambaye anaweza kuambia ya kwamba siku hizi uendelee vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu siku ya leo, you are going to have a menda in the mighty name of Jesus. Kila roho yote ya shetani ambao inakuzuia nyota yako ising'ae, ukikiwa na menda siku ya leo, atangaza ya kwamba hao wachawi na walozi hawatakuwa na uwezo wa kuzima nyota yako. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Jeremiah chapter 30 verse 17. Jeremiah chapter 30 verse 17. How to restore your stolen star. How to restore your extinct star. How to restore your dimmed star. Unawezaje kuregesha ile nyota yako iliyoibiwa? Unaweza regesha aje hiyo nyota yako iliyobadilishwa? Unaweza ukaregesha aje hiyo nyota yako ilikuwa na mwangaza na iangazi tena? Jeremiah 30 verse 17. Nitakurudishia afya yako na madonda yako nitayaponya. Japo wamekuita aliyetupwa, mji Sioni usiona wa kumtunza. Amen. Mungu anasema ya kwamba atakuregeshea afya yako. Wengine hatuna afya katika miili yetu. Wengine afya ya pesa imeondoka, afya ya utajiri imeondoka, lakini siku leo utaregeshewa. In the book of Job chapter 42 verse 10, Mungu anasema ya kwamba Ayubu alipitia katika mahangaiko mengi sana. But ile siku ambayo Mwenyezi Mungu alimregeshea nyota ya afya, alimregeshea hata mali, akamregeshea hata kondoo, ng'ombe, akamregeshea ngamia. Hata hapo awali ile mali ambayo alikuwa nayo, wakati Mwenyezi Mungu alimregeshea maradufu. Ni kweli nyota yako alikuwa amezima, ni kweli nyota yako ilikuwa imeibiwa, lakini siku leo Mwenyezi Mungu atakuregeshea na faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Job 42 verse 10. Ayubu 42 mstari wa 10. How to restore your star. Encourage yourself in the Lord. Encourage yourself in the Lord. How to restore your stolen star. Encourage yourself in the Lord. Jitie moyo ndani ya Bwana. Ni kweli hao watoto wangu walikuwa wananitumia pesa. Ni kweli watoto wangu walikuwa wananisaidia. Ni kweli wangu walikuwa wananishika mkono, lakini siku hizi ni kama anakaa nisaidie. But najipatia moyo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine mambo ikienda mrama, tunakaa maisha ya kuhuzunika. Unaanza kujiita majina, unaanza kujiita maskini wa Mungu. No. If you want to restore your stolen star, encourage yourself in the Lord. Mundu onde ni matoneka. Everything in God it is possible. Ni kweli mimi kama mwanadamu inaweza ona haiwezekani, lakini kiwa ndani ya Kristo inajua ya kwamba nilikuwa na mali,
Najua ya kwamba siku moja itarejeshewa mifugo yangu. Ninajua siku moja itarejeshewa pesa yangu. Encourage yourself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu wa kujipatia nguvu hata kama hali iko namna gani. Ni kweli huko nakopa na umejipata kwa madeni. Ni kweli huko ngojeka na umejipata katika hali ya magonjwa. Encourage yourself in the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yobu kuombea rafiki zake, Mwenyezi Mungu alimrudishia Yobu hali yake ya kwanza. Alimpa maradufu ya yote aliyokuwa nayo hapo awali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, Mungu akamregeshea maradufu ya kile chochote alikuwa nacho hapo awali. Alikuwa na kondoo akaregeshewa. Alikuwa na mbuzi zikaregeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Watoto akaregeshwa. Mke akaregeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Encourage yourself the Lord how to restore your story star. Hiyo katika kitabu ya 1 Samuel chapter 30 verse 6. Hii ni ile wakati ambao Daudi alikuwa ameenda vitani. Na wakati alipokuwa ameenda vitani, kuna wale watu walienda kumsaidia kupigana vita. Wakati aliporudi akakuta mji umechomwa, akakuta wake wawili wamechukuliwa mateka, watoto. So pale wale watu ambao walikuwa ameenda nao katika vita wakataka kumuua Daudi. Wakataka kumaliza Daudi. Lakini kitu moja Daudi alijipatia, he encouraged himself in the Lord. Ni kweli watu walikuwa wameamua kumaliza. Ni kwa sababu ni wao waliwaambia kwamba tuende tukapigane vita. Wakati walipokuwa wameenda kupigana vita, wakakuta mji wao umetegwa nyara. Wakamuuliza Daudi, si ni wewe tu ulituambia tuende katika vita? Au kama sasa wake wetu wameenda, watoto wetu wameenda, mali zetu zimeenda. Wakataka kumuua Daudi. Ndipo sasa Daudi alijipatia moyo ndani ya Bwana. 1 Samuel chapter 30 verse 6. Mama jipatie moyo ndani ya Bwana. Kaka jipatie moyo ndani ya Bwana. Mhubiri jipatie moyo ndani ya Bwana. Haijalishi unapitia vita za aina gani, but encourage yourself in the Christ Jesus. Sasa Daudi alikuwa katika matatizo makubwa. Kwa kuwa watu wake walikuwa na uchungu rohoni. Wao kwa kupoteza watoto wao. Hivyo wakawa wanamtishia kumpiga mawe. Lakini Daudi alijipa moyo kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Yes. Maandiko yanasema ya kwamba Daudi alijipa moyo kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Mama unanipata siku ya leo. Mtazamaji unanipata siku ya leo. Jipe moyo kwa kumtegemea Bwana. Ukijua ya kwamba ndani ya Yesu Kristo Bwana mambo yote inawezekana. Encourage yourself in the Christ Jesus. Ni kweli Daudi alikuwa katika matatizo mengi. Lakini alijipatia moyo ndani ya Bwana. Sisi kwa leo jipatie moyo ndani ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asu 1 Samuel chapter 30 verse 7 to 8. Fuata hicho ambacho walichokuibia. Waliima nyota ya pesa. Usikae chini, usitulie, piga kelele. Pigana vita mpaka uone hicho ambacho walikuibia umeregeshewa. Kama ni afya uone imeregeshwa. Kama ni nyota ya ndoa uone imeregeshwa. Kama ni nyota ya utajiri uone imeregeshwa. Fuatilia. Ndukasinye ndi bayundungi ni bethi wondu bethi we mtu ana ne wanangekie ni bethi wondu bethi we onota banyana akole. Hapana, fuatilia. Fuatilia walioiba nyota yako. Fuatilia wachawi. Usiwapatie pumziko. Usiwapatie amani. Bwana Yesu asifiwe. Duka amanenge Mungu. Mundu uombe woiye nyota yako. Usimpatie amani. Kila siku wakiwakisha moto kabisa. Utangaze ya kwamba wewe ambaye uliyenibadilishia nyota yangu, ajalishi uko wapi saa hii, ajalishi umeajiriwa, ukitumia nyota yangu, natangaza ya kwamba hapo ulipo na wakisha moto, ajalishi uliolewa, ukitumia nyota yangu, natangaza ya kwamba hiyo ndoa itakuwa na amani. Siku hata moja wewe walibadilisha nyota ya watoto wangu wakawa wanisaidii. Natangaza ya kwamba hata wako watakuwa kisirani
usiku na mchana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 1 Samuel 37:8. Daudi akamwambia kuhani Abiathari mwana wa Ahimeleki, niletee kizibao cha kuhani. Abiathari akampelekea. Daudi akamwomba Mwenyezi Mungu shauri, je, genge hii lifuate na je nitalikamata? Mwenyezi Mungu akamjibu, lifuate, kwani utalipata na kuwaokoa hao waliotekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi aliuliza Mwenyezi Mungu shauri. Mungu, nifuate ile gege, nifuate hao maadui zangu, na nitawapata, niwafuate. Bwana Yesu asifiwe. Na nikifuata nitalipata. Mungu akasema kwamba fuata ati kila choiwe ni andui eko mwekea aishareke oya, fuata hicho ambacho alichoimba, fuata. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi akafuata. Na maandiko nasema kwamba alifuata na akawakamata na akawashika, akachukua mbigi zake wawili na akawamaliza hao maadui. Wewe ni wa kukusango, umekuwa mtu wa kufa moyo, unatulia tu, unasema Mungu atanipigania. Bwana Yesu asifiwe. Fuatilia amani ulikuwa nayo kwa ndoa na ikaenda. Fuatilia mpaka ile siku utakisha kana kwamba amani imeingia kwa nyumba yako. Point 3, how to restore your soul and star. Overtake. 1 Samuel chapter 30 verse 17-18. Overtake. Usiwe mtu ati wa kutulia. Nitawafuata. I will pursue them. Na nitawapata. Na nikiwapata hao walikuwa wananiambia, sitawaacha hivyo na nitawapita. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli walikuwa naona nitakao kama dini siku zote. Nitakuwa tajiri na tajiri na tajiri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. And encourage yourself in Christ Jesus. Amen. Pursue, fuata. 1 Samuel chapter 30 verse 17-18. Daudi aliwapiga tangu asubuhi hadi siku hiyo ya pili jioni. Hakuna mwanadamu, hakuna mwanaume yoyote aliyenusurika isipokuwa vijana 400 ambao walipanda ngamia na kukimbia. Daudi aliokoa kila kitu. Waamaleki walichokuwa wameteka hata na wake zake wawili. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba alifuatilia mpaka akawapita. Bwana Yesu asifiwe. Yes, fuatilia mpaka uhakikishe hicho ambacho walichukua utachukua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini saa zingine maandiko yanasema overtake, aliwapita. Yani aendie amatia mpaka amakila ya pita. Bwana Yesu asifiwe. Overtake if you want your stolen star iregeshe. Bwana Yesu asifiwe. Akawapita. Akawapata ni hawa na akachukua upanga sasa akawatakata. Wale walio salia ni wanaume 4 tu. Walikimbia akatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Ate andui siaku ndosi yako mpaka we wakichekana wa ibeta. Ekabwe kasimbe wako itongea tina asema naona andui sasa kuendea. Anaona ya kwamba wewe ukafanikiwa na wewe ukaendelea. Yaani tia bidii. Nikamwe kabisa mpaka hakikisha umewapita. Bwana Yesu asifiwe. Categories of people who need the restoration of the star. People who are struggling very much. Kuna watu ambao wanangangana. Lazima ulingangana. Hii mwako usingoje ungangane. Bwana Yesu asifiwe. People who are struggling very hard. Kuna watu wanangangana lakini kuna wengine wanangangana zaidi. Kupata chakula ni shida. Wewe tata mwako ndo unangangana last year. Ungangana this year. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu niregeshe nyota ya utajiri. Niregeshe nyota ya mali. Niregeshe nyota ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. People used to lead but now they cannot lead. Kuna wale watu ambao walikuwa naongoza lakini sasa hawaongozi tena. Tulikuwa tunakujua kama mama ambaye tulikuwa tunamjua kama kiongozi. But now you cannot lead again. Tulikuwa tunajua kwamba darasani wewe ni mwanafunzi
Wewe ndio ulikuwa unatuongoza kule darasani, lakini nowadays wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Jua kana nyote ime uongozi. Mwambie Mwenyezi Mungu wakati ambao naingia kwa maombi, Baba naomba ya kwamba niregeshe nyota ya kuongoza tena. Nimekataa sasa kuwa wa nyuma tena. Hata Mungu anasema ya kwamba sisi ni kichwa si mkia. Lakini wengine tumekaa mikia. Sisi ndio wa mwisho. Tukatae siku ya leo. Tumwambie Mwenyezi Mungu, we need to lead. Hatuaje kukaa watu wa mwisho tena. Bwana Yesu asifiwe. People have lost their glory. Kuna watu ambao wamepoteza utukufu. Tulikuwa tukuona hivi, tulikuwa tunaona utukufu wa Mungu ndani yako. There is people who have lost the glory of God. Hatuoni utukufu tena. Tulikuwa tunaona mhuduma huyu ako na utukufu wa Mungu. Lakini saa hii hatuoni utukufu tena. Bwana Yesu asifiwe. Umwambie Mwenyezi Mungu, mimi naomba. Nilikuwa na utukufu kama mama. Hata watu walikuwa wanaona utukufu ndani yangu. Lakini saa hii Baba, utukufu ulikuwa umeondolewa. Baba, naomba ya kwamba siku leo Baba niregeshie utukufu wangu na Mungu atakuregeshea. Bwana Yesu asifiwe. People who have lost value in people. Kuna watu ambao ta value katika watu. Yani we mbi value mbe wandu. Uno kila siawini na wakule wepindia we. Webe kinduna na yake sio we. Yani watu wanakupinga. Ukiongea mbele ya watu unapingwa. Hata kwa mikutano ya kifamilia watu hawataki hata kusikia ukiongea. Hata ukitoa opinion unaambia kama sio ambao. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona wewe ni mtu ambaye umekosa value katikati ya watu, jua kana kwamba nyota yako imeibiwa. Na uombe sana, uambie Mwenyezi Mungu, raundi nataka nikuwe na mtu. Hata ukifika kwa mkutano ambia kwamba ule mama aitwe. Hata huyo mama huyo mama akiajilia neno hapa, hiyo neno itatuponya. Huyo mama ako na suluhisho. Lakini ukiwa mtu ambaye hakuna mtu anaweza kukuheshimu, you are lacking your star. Lakini siku ya leo tunaomba Mungu aturegeshe value yetu. Unaomba Mungu aturegeshe nyota, na turegeshe nyota tunaenda kuwa na value. Bwana Yesu asifiwe. People have lost authority. Kuna watu tumekosa authority zetu zimeondolewa. Kulikuwa na mamlaka. Yaani ni katika familia imeondolewa. Yaani uone mlevi ma from nowhere ikoka kuoya kwako. Mwasi hata because hata mboma ni yako lakini umekosa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ona ndo mendole kama iko nao tiju tumuona hata familia ni yako. Na hata ulizwangi mtu amefika hapo kwako. Na anafika hapo ndiki wetei niwekee wetei na si kwake. Yaani usiona nani ni jirani. Kwani huko hakujapikwa lunch? Ni kwa sababu uko hapo familia ni yako lakini umekosa kitu kinaitwa nini? Mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Hombo umeambia Mwenyezi Mungu, mimi naomba raundi hii Baba nisipoteze mamlaka. Hata kama ni hapo kwa kijiji, hata hapo ni kwa familia yako, usipoteze mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumekosa mamlaka. Watoto wetu ndio wana control familia na tuko pale. Anakulia wewe mama, akili yako ni kama iko sawa. Ongeanga aje. Kuwa wewe ni kiongozi mahali, lakini nyota ikiondolewa mamlaka uwanga inaondoka. Unaanza ona uko kiongozi pale na wanaweza fanya sarakasi zote zile ambazo wanaweza akafanya kwa sababu kosa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Those who have lost ministry, wale watu ambao wamepoteza huduma, inamaanisha kana kwamba you have lost your star. Your star has been stolen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, they have lost ministry. Tulikuwa tunamjua kama mhubiri, lakini saa hii ameajiriwa, amepungua biashara. Tunamsikia akienda huko inauza tomato, nguo. Na huyu mtu tulikuwa tunamuona kwa akihubiri. Ni nini hiyo sasa imemchanga ameacha kazi ya Mungu? Ni nyota hiyo huduma imeibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu sikubali uondolewe katika huduma. Kama uko na nyota ya kuhubiri, ambia Mwenyezi Mungu, nataka hiyo kipawa ichupuke mwaka huu. Nihubirie watu. Hata watu wakijini unajua ya kwamba mtu akigojeka tu, wewe unaweza kuombea wakapona. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao nyota yako imeibiwa ya huduma inaregeshwa siku ya leo. Amen. People who lack a blessing. Kuna watu ambao wamekosa baraka. Nyota ni kile kitu ambao kinafanya kikiwa ndani yako, it makes manifestation of blessing. Baraka zinaanza kuonekana ndani yako. Lakini ukiwa hauna nyota,
hauwezi baraka zikaonekana ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu siku leo uregeshewe nyota. Niposa baraka zianze kuonekana kwako katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Those who are experiencing sickness all the time, ni nyota umekosa. Jeremiah 30:17 inasema ya kwamba Mungu atatuponya vidonda zile ambazo tulikuwa nazo. Na Mungu anasema ya kwamba ataturegeshea afya. Ni maombi yangu ambia Mwenyezi Mungu. Nyota yangu ya afya ni kama ilibiwa. Mimi si kwa mtu wa kubebana na magonjwa saa zote. Mimi si kwa kunywa madawa saa zote. Lakini every time maumivu ya mwili saa zote, ukiumwa na kichwa, mgongo inakuuma, ni nyota ilienda. Ukiambia Mungu this year, Baba, nyota yangu ya afya niregeshewe. Na hivyo itakuwa hivyo. Mimi niko na ushuhuda nikimalizia. Last year 2025 Panadol ipe ni kile the whole year. Ati nikisema ya kwamba inauma na kichwa ama nauma na nini, kunywa Panadol painkiller the whole year. Bwana Yesu asifiwe. Yes, ni kwa sababu mimi niliweka nadhiri na Mungu. Nikamwambia Mungu, na mimi ukinipatia afya nitakutumikia. Panadol. Kuna mwenzangu alikuwa anauliza, sijawahi sikia siku moja ukiniambia kwamba unaumwa na mahali. Hakuna. Ati kusema kwamba tumbo imeharibika, hakuna siku hata moja mwaka mzima. Bwana Yesu asifiwe. Yes, inategemea. Na yeye Mungu anasema ya kwamba ukinitumikia nitakupatia afya. Hata wapende wasipende. Hata warushe hiyo mishale, warushe yeye ikaingia kwangu. Si Mungu amesema watu kimtumikia atupatia afya. Weka nadhiri na Mwenyezi Mungu. Mtumikie na moyo wako wote. Na umwambie Mwenyezi Mungu, nami the year 2026 nitakutumikia. Na mimi hakuna siku nitapatia na excuse ya kazi yako. Na mimi hakuna siku itakosekana kwa madhabahu. Jiwekee nadhiri mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Na sio rahisi. Yaani ndio maana wewe angema kama hospitali, angema wape ni kila bana ndo. Na mimi si kununua. Hata kuuma kichwa sijui. Hata sio kinaambia kwamba tunaumwa na kichwa. Yaani hata hiyo experience ya kuuma na kichwa sijui mtu anasikianga aje. Atasema kama anasumbuliwa na tumbo. Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Siombe Mwenyezi Mungu hiyo neema akupatie this year 2026. Bwana Yesu asifiwe. Umwambie Mungu nipatie afya. Na mimi ukinipatia afya the whole year mekia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anasema ya kwamba hiyo nadhiri ukiweka, hiyo covenant utaingia na Mwenyezi Mungu. Mwaka huu Mungu ataitimiza. Maybe wewe uiache usahau kama uliweka nadhiri na Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba Biblia kubariki mtazamaji wangu pale mtandaoni. Tulikuwa tunajifunza restoration of our stars. Tukajua kwamba wengine nyota za afya zilienda, za pesa, za mali, za utajiri. Hata kuna key point nimeyakwambia, au to recover your star. Be a person of worship. Be a person of the altar. Sasa kipindi hiki ambacho imefika ni ya uinue dhabihu yako. Kwa namba ambayo inapita pale ndio kitu ya dhabihu. Ambia Mwenyezi Mungu, hii sadaka yangu natoa siku leo. Baba, niregeshie nyota ya afya. Last year nilikaa mtu wa kuonjeka. Last year nilikaa mtu wa maumivu. Last year nilikaa mtu wa madeni. Lakini ninapotoa tabia kwa madhabahu, Baba, naomba ya kwamba unipe nyota ya mali. Unipe nyota ya afya. Unapokuwa ukifanya hivyo, naamini ya kwamba Mungu atatimiza hicho ambacho umemuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watazamaji wetu, hiyo ndio kikapu yetu ya dhabihu. Unaweza toa na Mungu atapata kubariki. Pale Mtito Wandei siku ya kesho utakuwa na lunch hour kwa madhabahu, utakuwa pale Mtito Wandei na Mungu ataenda kubariki. Kwa hivyo kama kwa maeneo ya Mtito Wandei tunakukaribisha kwa that revival ambayo inaanza saa 8, tutakuwa pale, ibada itakuwa ikianza. Kwa hivyo usikose. Jinyime wakati wako. Jinyime muda wako. Baba wetu wa kiroho Pastor atatuambia kwamba kuna maroho haiwezi ikandresiwa hapa, lakini ukichukua hatua, uambie Mwenyezi Mungu, nimelipa gharama, nikaenda Mtito Wandei, nami nitendee hii na hii. So, henda ujipange, tukutane pale. Kwa hiyo holi iko pale mtikati na Mungu atapata kutubariki. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba ujumbe wa siku leo umekubariki.